Mtakatifu ndio kazi ya Roho, kwa sababu kuna eneo ambalo nilizungumza, nasema kwamba Yesu atakapotoka atamtuma msaidizi ambaye ni Roho wa kweli. Mimi hapo nikambroko miguu, nikamwambia kama alimtuma Roho Mtakatifu, maana Yesu alipoondoka akasema sitawaacha yatima, nitawaletea msaidizi, nitaletea Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu alikuwa anataka kuniambia ndiye mtume, ni mimi nikambroko mguu, nikamwambia kama Roho, kazi ya Roho, na Roho ni nini? Roho ni kitu kisichoonekana, lakini kama yeyote atakayekuja baada ya hapo anayeonekana ni mpinzani wa Kristo. Yaani hayo yote nilimwandikia, akaona kumbe wewe ni wa tofauti. Nikamwambia wewe ni AI, mimi nina AI ya rohoni. Alicheka, akaonyesha kitu fulani kama anacheka. Kwa nini? Kwa sababu ya ufahamu tulionao. Hebu jipigie makofi na Mungu akubariki sana. Yaani dunia itakuja na mambo yake, lakini tukiingia rohoni, watu lazima tuwakalishe darasani, tuwafundishe habari ya Roho Mtakatifu ambayo Mungu ameiachia iishi ndani ya mwanadamu. Sema amen. Na ndio maana leo watu wamebadilisha uhalisia wa Mungu wakauingiza katika uhalisia wa kibinadamu, ambayo leo watu hawaishi na Mungu wa muumba wa mbingu na nchi, bali wanaishi na Mungu wa kutengeneza, na Mungu wa kutafuta, sio Mungu muumba wa mbingu na nchi aliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ambao kwa uhalisi ndio tunamwabudu sisi, kwa sababu sisi ni wanafunzi wa Yesu. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Unanielewa vizuri? Kwa lazima utambue kwamba kumbe leo watu hawana hisia na Mungu. Ukikosa hisia na Mungu, kwa nini umekuwa na hisia ya baba? Kwamba baba anaumwa, umempeleka hospitalini, umeenda kukopa hela, umeenda kutafuta kibarua, baba yangu anaumwa. Juzi nilikaona mtoto mmoja, kaka mmoja alikuwa anaendesha gari, ana pesa tu za kutosha, baada ya kuona kijana mmoja amebeba furushi kubwa la madumu haya, machupa haya ya kunywea maji, yakiisha anatupa watu, yeye anaokota anajaza, kumbe anatafuta hela ya kwenda kumtibia mama yake mzazi. Kwa hiyo wakati anatafuta, huyu bwana akasema huyu atakuwa na shida. Akamwambia vipi na hiyo shughuli? Akasema mimi unavyoona baba alimkimbia mama kwa sababu anaumwa, akatuacha. Sasa na mimi nimeingia mtaani kutafuta chochote ambacho kinaweza kikaenda kumsaidia mama yangu. Ana uchungu mpaka akaamua sasa kujiriski maisha yake kwa ajili ya kwenda kumpa matibabu mama yake. Sema amen. Kwa hiyo wakati anazungumza hivyo, yule bwana akaguswa na mazingira na yale maneno ambayo aliyomwambia mtoto. Akaingia mfukoni, akamhesabia pesa, akamuuliza mama anadaiwa shilingi ngapi ili akatibiwe. Akaambiwa ni 50,000. Sasa sijajua daktari alimwambia anaumwa nini, mimi sijui, lakini